Karibu kwenye The Amazing History. Hapa tunakupa historia, elimu pamoja na burudani. Tunakupeleka popote duniani na kukukumbusha mambo mengi ya zamani. The Amazing History, elimu, historia na burudani. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi. Ni hapa hapa kila siku kupitia TVE Tanzania. Moja ya maajabu ya kuvutia ni hili sanamu ambalo liko hapa Heumarkt mjini Cologne nchini Ujerumani. Inasadikika kuwa ni sanamu la ajabu kuliko masanamu yote kwa sababu lina historia kubwa kutoka katika wakati ule wa vita ilipoisha, vita ya pili ya dunia. Karibu katika makala hii fupi uweze kufahamu ni kwa nini tunasema sanamu hii bwana ni ya ajabu. Ni sanamu ya farasi ambayo imembeba kiongozi Mfalme Friedrich Wilhelm. Sasa tufahamu ni kwa nini ni sanamu ya ajabu. Karibu, naitwa Hamisi Kitenge na hii ni TVE Tanzania. Huenda umesikia mambo mengi ya kushangaza, lakini hili ni moja ya jambo kubwa la kushangaza duniani ambalo limeweka historia kubwa, na kila mmoja kusafiri kutoka katika nchi mbalimbali na kuja hapa nchini Ujerumani kujiangalizia maajabu haya. Na hili sio ajabu lingine bali ni ajabu linalotokana na sanamu ya Mfalme Friedrich Wilhelm wa tatu wa Prussia aliyetawala kuanzia mwaka 1797 mpaka 1840. Historia fupi ya kushangaza ya sanamu hili la Mfalme Friedrich Wilhelm wa tatu ambalo liko Heumarkt mjini Cologne nchini Ujerumani limevutia watu wengi kutokana na historia yake. Sasa yako mambo mbalimbali ya kushangaza kuhusiana na sanamu hili. Jambo la kwanza ni kwamba sanamu hili lilinusulika vita kuu kimiujiza. Kivipi sasa? Historia inasema sanamu hili liliharibiwa vibaya katika mashambulizi ya mabomu mwaka 1943 wakati wa vita ya pili ya dunia. Mlipuko ulisababisha sanamu hili kuanguka chini, lakini baadhi ya sehemu zake kama kichwa cha mfalme na mkia wa farasi ziliokolewa. Kipande cha mkia wa farasi kilijulikana kama Fort Vumpad kwa lahaja ya Kikoloni, ikimaanisha kwa utani makalio ya farasi. Ajabu la pili kuhusiana na sanamu hili liliokotwa na kukarabatiwa baada ya miongo, yaani baada ya miaka mingi kuharibiwa. Sanamu hiyo ilikaa kwa zaidi ya miaka 60 ikiwa imeharibika na vipande vyake kusambaa. Ni hadi mwaka 2009 ndipo iliporudishwa rasmi mahala pake baada ya ukarabati wa kisayansi na kihistoria uliofanywa na chuo kikuu cha RWTH Aachen. Ajabu la tatu kuhusiana na sanamu hili la farasi, urefu na uzito wake ni wa kushangaza. Sanamu ina urefu wa mita 6.9, takriban futi 22, na inakadiriwa kuwa na uzito wa tani kadhaa. Msingi wake umezungukwa na sanamu ndogo ndogo na michoro ya shaba inayowakilisha matukio ya kihistoria. Na ajabu la 4 ni sanamu ya farasi ya kipekee katika mji wa Cologne. Tofauti na sanamu nyingine nyingi za farasi za viongozi, Friedrich Wilhelm wa tatu haonyeshwi kwa madoido ya kijeshi bali kwa mtazamo wa utulivu, akionekana kama ni kiongozi wa awamu na mabadiliko, kinyume na sanamu nyingi zinazomuonesha kiongozi wa farasi akiwa kwenye hali ya vita. Maajabu ya sanamu hiyo bado hayajaisha. Ajabu la 5 ni kwamba sanamu hii imejaa alama za kisiasa na kihistoria. Michoro ya msingi wa sanamu inaonyesha watu mbalimbali kutoka Prussia, viongozi wa kidini, kisiasa na kijeshi kama alama ya umoja wa kijamii iliyohimiza Friedrich Wilhelm wa tatu baada ya vita vya Napoleon. Maajabu bado ni mengi, lakini ajabu kubwa sana la 6 na linashangaza kila mmoja wetu mpaka leo ni kwamba sanamu hii haikuwa kazi ya msanii mmoja tu peke yake.
Sanamu hii ya muonekano wa farasi akiwa na kiongozi juu yake ilianza kutengenezwa na msanii Gustav Blesser, lakini haikumalizika kazi hiyo hadi alipofariki mwaka 1874. Kazi hiyo iliendelezwa na wasanii Alexandra Calandrel na Rudolf Schweidnitz hadi kukamilika mwaka 1878. Hayo ni maajabu machache kuhusiana na sanamu hii iliyopo hapa Heumarkt mjini Cologne nchini Ujerumani, na hii ni sehemu ya kwanza tu. Endelea kufuatilia mwendelezo wa makala hii fupi. Msimuliaji wako ni Hamisi Kitenge na hapa ni TVE Tanzania. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi, ni hapa hapa kila siku kupitia TVE Tanzania.